kwa Yesu akitarajia kupata kitu, na ndio maana Biblia inazungumza ya kwamba alizungumza ndani ya moyo wake kwamba nikiagusa mavazi yake nitapokea uponyaji. Manake kabla hajamsogelea Yesu, ndani ya moyo wake alikuwa na tegemeo, ndani ya moyo wake alikuwa na wazo. Manake hakusogea tu mbele za Yesu, alisogea kwa Yesu akiwa na lengo la kupokea. Mtu wa Mungu, unapojisogeza kwenye madhabahu ya Mungu, moyo wako ni kitu cha kwanza kujiandaa kwa ajili ya kupokea. Na ndio maana Biblia inazungumza ya kwamba maandalio ya moyo ya wanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Mungu. Manake moyo wako una nafasi kubwa kujiandaa ili uweze kupokea kwa Mungu. Na ndio maana watu wengi sana walimzingira Yesu, lakini ni mwanamke mmoja ambaye alipata matokeo ya shida yake. Manake ni watu wengi sana ambao walikuwa na matatizo, ni watu wengi sana ambao walikuwa na shida, lakini aliyepokea majibu ni mtu mmoja. Manake unaweza ukasogea mahali pa madhabahu, lakini moyo wako usipokuwa na imani na madhabahu huwezi kupokea. Moyo wako usipotengeneza imani kwenye madhabahu hauwezi kupokea. Huyu mwanamke kilichomtofautisha na watu wote, moyo wake aliouandaa kwa ajili ya kupokea. Manake usipouandaa moyo wako kwa ajili ya kupokea ni shida, hauwezi kupokea. Ukisoma kitabu cha Luka, Biblia inazungumza ya kwamba Yesu aliwaponya wale waliokuwa na haja ya kuponywa. Manake kitu pekee ambacho kitamfanya Yesu aweze kuponya maisha ya mtu ni mtu awe na haja ya kuponywa. Manake moyo wako unautengenezea haja ya kuponywa, unajiandaa mazingira ya kupokea uponyaji. Manake imani yako ni ya muhimu sana ili uweze kupokea kwa Mungu. Manake ukipuuza imani yako, sahau kupokea kutoka kwa Mungu. Huyu mwanamke alisema nikigusa pindo la vazi lake nitapokea. Unaweza ukatengeneza mazingira ya moyo wako ukasema, mtumishi atakaposema kwa jina la Yesu nitapokea. Manake moyo wako umeshakwambia na imani yako umeshaitengeneza. Manake unaposogea mahali pa madhabahu, lazima uandae moyo wako kupokea kwamba ninasogea mbele za Mungu, shida yangu itaisha. Maana yake una ajenda moyoni. Alisema nikigusa upindo wa vazi lake shida yangu itaisha. Maana yake ndani ya moyo wake alijiandaa kupokea. Maana yake kitu pekee ambacho kitafanya tuweze kupokea kwa Mungu ni mioyo yetu tumeiandaa kupokea. Usipouandaa moyo wako kupokea, sahau kupokea. Na ndio maana usiku na mchana tamani kuwa na imani kama ya huyu mwanamke ambaye ndani yake, manake huyu mwanamke hakujali vikwazo gani vipo. Kumbuka huyu mwanamke alikuwa anatokwa na damu miaka 12, na kwa desturi ya Wayahudi wakati huo, mtu ambaye anatokwa na damu ni najisi, hatakiwi kuchangamana na watu. Lakini huyu mwanamke, Biblia inazungumza kwamba aliposikia habari za Yesu, maana yake licha ya kwamba alikuwa ametengwa, haruhusiwi kuchangamana na watu wengine. Biblia inazungumza aliposikia habari za Yesu, maana yake kulikuwa na kanuni na tamaduni ambazo zinamzuia kwenda kuupokea uponyaji wake. Kulikuwa na kanuni za jamii yao ambazo zilikuwa zinamzuia kupokea uponyaji wake. Nimekueleza kwamba alikuwa anatokwa na damu. Kwa hiyo kama alikuwa anatokwa na damu, alikuwa ni najisi. Maana yake ilikuwa hairuhusiwi kuchangamana. Lakini huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu na alipojua kwenye madhabahu ile kuna majibu yao, ndani ya moyo wake akaondoa hizo kanuni,
zinamzuia, licha ya kwamba kuna kanuni ambazo zilikuwa zinambana, licha ya kwamba kuna kanuni ambazo alikuwa akifikiri kwamba kuna kanuni ambazo zinasema hairuhusiwi kuchangamana, lakini huyu mwanamke hakusita. Wayahudi walitengeneza kanuni kali, na hizo kanuni zilikuwepo hata kwa watu ambao wana ukoma, walitengwa na jamii, haitaki kuchangamana.